Ukiona upendo unaona utatu. Kwa hiyo kuna kiungo kinachounganisha mpenda na mpendwa. Kuna kiunganishi. Roho Mtakatifu anaunganisha Mungu Baba na Mungu Mwana, anawaunganisha. Ndio tunasoma katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 13 mstari wa 13, na ushirika wa Roho Mtakatifu. Palipo na ushirika ni kazi ya Roho Mtakatifu. Palipo na umoja ni kazi ya Roho Mtakatifu. Palipo na amani ni kazi ya Roho Mtakatifu. Palipo na msamaha ni kazi ya Roho Mtakatifu, lakini lazima kushirikiana na Roho Mtakatifu. Baba mmoja aliwaambia wanawe, leta fimbo 7. Wakaleta fimbo 7. Akasema ziweke kwenye magoti, vunja vunja. Wakavunja. Sema kila mmoja alete fimbo 7. Wakaleta. Sema zifunge kwa kamba, kila mmoja afunge kwa kamba. Wakafunga. Akasema weka kwenye goti, jaribu kuvunja, azikuvunjika. Kwa sababu gani? Kuna umoja. Familia isiyo na Roho Mtakatifu itavunjika. Jumuiya bila Roho Mtakatifu itagawanyika. Kanisa bila Roho Mtakatifu litapoa, na wanandoa bila umoja watapoa, bila mshikamano watapoa, bila kupanga pamoja, kukoma rumo. Naomba tuseme kwa Kiaya, kukoma rumo. Roho Mtakatifu anafunga pamoja, tena afungi tu tai kukoma, na atuka, anakaza. Roho Mtakatifu anakaza. Naomba na sisi tukaze umoja, isiwe lisho kweli kila jicho kujililia. Mkae mpange mamoja, muishi pamoja, umoja. Katika mambo ya lazima umoja, yasiyo ya lazima kila mtu yuko huru, lakini kila kitu upendo. Kwa hiyo upendo wa binadamu ni kivuli cha upendo katika Utatu Mtakatifu, ni kivuli. Kwa hiyo naomba tuwaige Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Mungu Baba anaanzisha upendo. Anzisha. Wewe ni kijana unataka mchumba, anzisha. Sema kesho kutwa unakuta umeshamchukua. Sasa nilimtaka huyu. Sasa mbona kwa nini ulisikasika? Anzisha. Mungu Baba anampenda Mungu Mwana. Mungu Mwana anapendwa. Jua kwamba unapendwa, jua kwamba unathaminiwa. Mwambie jirani yako unapendwa. Mwambie unathaminiwa. Alafu ya mwisho ni ushirika, ni mshikamano, ni umoja. Tumsifu Yesu Kristo. Asante.